Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi imempendeza Mungu tukutane tena katika ushirika huu ambao anaupenda kweli, Africa Repent Kenya. Tuna wapendwa Africa Repent Tanzania na wengine wote ambao tuko nao katika mitandaoni, Wendoa Mbabu na wengine wote. Mungu amependezwa hii tarehe 1 tukutane tuangalie kuhusiana na yale tumekuwa tukiangalia kuhusiana na nidhamu katika kanisa la Bwana. Nidhamu, kwa sababu nidhamu inaunganika na utakatifu. Wale ambao wamekuwa katika mafundisho, nidhamu itakuwa ni somo ambalo linakuwa linaendelea, kwa sababu katika Ibrania soma 12 mstari wa 5, mstari wa 6, mstari wa 7, mstari wa 8, mstari wa 9, mstari wa 10 inaongea kuhusiana na nidhamu. Alafu kisonga mbele inaongea kuhusiana na utakatifu, kwamba nidhamu ambayo Mungu anatupatia inatoa utakatifu. Faida ya nidhamu ni utakatifu. Na tukisoma mstari wa 14 Mungu anaongea kuhusiana bila huo utakatifu hatutamuona. So katika Waibrania 12 mstari wa 10 Mungu anaongea kuhusiana na faida ya nidhamu. Na mojawapo ya faida ya nidhamu ni utakatifu. Na katika utakatifu ukisonga mpaka 14 anasema bila utakatifu hakuna nafsi ambayo atafanya nini? Itamuona. So nidhamu ni msingi wa kanisa. Nidhamu ni msingi wa nafsi kumuona Mungu. Manake nidhamu na utakatifu zimekuwa pamoja. Pia tukaangalia waraka wa pili wa Yohana 1 mstari wa waraka wa pili wa Yohana 1 mstari wa 9. Naongea kuhusiana wale watu ambao wadumu kwa mafundisho, doctrine of Christ. Tukaangalia doctrine ni mojawapo ya neno ambalo linatumika kama discipline, ambao discipline ni nidhamu. Hawana Mungu na hawana Kristo. So tusijidanganye, kama tuna nidhamu katika kanisa la Mungu, nijue kabisa na ujue kabisa hauna Mungu na una Kristo. So acha tuamini, tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Asante mtakatifu wa Israeli kwa neema na rehema uliotupatia Bwana toka mwaka wa 2025 mpaka sasa hivi Bwana, tumeingia 2026 kwa neema, kwa rehema Bwana. Mungu tunaomba uzidi kutusimamisha imara katika utakatifu wako, zidi kutusimamisha imara Bwana katika nidhamu, discipline katika kanisa lako Bwana. Nenda kaondoe kila indiscipline ndani yetu Bwana kupitia neno lako Bwana. Asante kwa kuwa umesikia, asante kwa kuwa utatenda, na ni kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na tukiamini. Amen. Asante. So tuangalie Timotheo wa kwanza, first Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 15. Timotheo wa kwanza 3 mstari wake ni wa 15. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 15. Lakini nikikawia upate kujua jinsi ipasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa Kristo. Rejelea tena kwa sauti. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 15. Lakini nikikawia upate kujua jinsi ipasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Rejelea tena, tuende hatua kwa hatua. Lakini nikikawia upate kujua jinsi ipasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Mpaka hapo. So anamwambia, ni Paulo anamwandikia Timotheo
Anaambia nikikawia. Akikawia anamwandikia hivi ili ajue vile watu wa Mungu wanafaa wakae, behave katika nyumba ya Mungu. Waona? Ana mzigo Paulo, anajua kwamba watu wakikaa vibaya katika nyumba ya Mungu watapungukiwa na katika utakatifu na hawatamuona Mungu, discipline yao ikiwa mbaya. So katika kanisa la Mungu likiwa halikai venye linafaa likae, basi watu wengi wataingia jehanamu wakiwa ndani ya kanisa la Mungu. Wataingia tu jehanamu. Ndio maana Roho wa Kristo ndani ya Paulo ako na mzigo, anamwandikia Timotheo jinsi yeye atakapokawia, atakapochelewa, jinsi Timotheo kwa uwezo wa Roho wa Mungu aweze kujua vile nyumba ya Bwana inafaa iwe, venye watakatifu wanafaa wa behave ndani ya kanisa la Bwana, ili kusiwe na nidhamu indiscipline, upotovu wa nidhamu katika kanisa la Mungu. So si mzigo ambao waweza sema ni mtumishi tu ama mtumishi tu atokana na mzigo wa mtumishi, mambo ya nidhamu, kila siku nidhamu, kila siku ni neno la Mungu. Ni mzigo ambao ulikuwa kwa mitume. Na kama kanisa kwa uwezo wa Mungu lina tubu ili liingie katika kanisa la kibiblia, lazima likubaliane na yale ambayo mitume waliandika na wali practice. Timotheo aseme mambo ya nidhamu. Hiyo nidhamu ndio utakatifu. Hiyo nidhamu ndio kuendelea katika mafundisho ya Yesu Kristo. Discipline ni doctrine. So mitume waliona mzigo. Sasa mimi afanye nione mzigo, wewe unafaa uone mzigo. Ili niangalie ndugu yangu akiwa haendi kwa nidhamu, nisiseme mwache tu aende zake. Mwambie hapa unapotea katika nidhamu wewe. Mimi na wewe vile vile. So Biblia yako inasemaje Petro? Pengine kuna neno tofauti hapo. Inasema hivyo. Timotheo wa kwanza 3:15. Nasema lakini nikikawia upate kujua jinsi ipasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Upate kujua jinsi iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Anasema kanisa la Mungu la Mungu aliye hai. So kwa kanisa la Mungu nidhamu inafaa iangaliwe. Jinsi watu wanafaa wakae katika kanisa la Mungu, jinsi wanafaa wavae, jinsi wanafaa waongee, jinsi wanafaa maneno kwa uwezo wa Roho Mtakatifu yatumike. Ni maneno gani yatumike? Jinsi inafaa watu wa submit one to another. Nijiweke chini kwa mpendwa na mpendwa ajiweke chini kwangu, lakini usijiweke juu alafu fikiri uko sawa katika kanisa la Mungu. Hauko sawa. Hiyo ni church. Mitume hawakukaa hivyo. Mwingine asijione bora zaidi ya mwingine. Nisijione bora. Maanake moment ukianza kuwa tofauti tu na kanisa la Mungu vile linafaa behave, wewe uko nje kabisa na shetani atakutumia. Na itakuwa ni sawa na auishi katika maisha ya utakatifu. Ni sawa na una exercise jinsi utaenda kuonana na shetani wakati umeonana na Mungu katika mara ya kwanza initially. Wezaona ni upotovu wa nidhamu ni kitu ambacho hakikufungiwa macho. Mungu hakujifanya kama aoni kwa upotovu wa nidhamu. So kuna venye kanisa la Mungu la kweli linafaa likae na lafaa likae hivyo hivyo. Nitasoma neno niangalie neno inaelezaje. Hii Biblia ya neno. Timotheo wa kwanza 3:15. Kama nikikawia utajua jinsi iwapasavyo watu kuenenda.
watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. So katika nyumba ya Mungu kuna venye watu wanapaswa waenende. Kama mtu waenendi venye nyumba ya Mungu inafaa iende, mtu yuko nje, ni upotovu wa nidhamu. Ni kuondoka katika njia ya utakatifu, ni kuondoka katika mafundisho ya Yesu Kristo. Kama wanajeshi wako na discipline ya juu sana, na wanajeshi wa kimwili, wanafunzi hizi shule ambazo zinapita vizuri wako na discipline ya juu sana, na angalau wenye wanaperform vizuri sana. Ingia shule ambayo haina discipline, shule tofauti ambazo hazina discipline. Kuna shule hapo nilikuwa nasoma Shani nikiwa mdogo. Hapa kando kulikuwa na secondary na pia primary inaitwa Burhania. Hiyo shule haina discipline. Watoto wako shule wanakuja na magari hapa. Gari imekuwa mziki huko. Inavunja kweli. Mtoto yuko hapo, mwanafunzi huyo, na anafunguliwa geti na askari. Anaingia. Hapa mdomoni ameka sijui ni kuberi yuko hivi kwa Kiarabu. Sisi tuko hapo tu next. Darasa la 8 lilikuwa hapo karibu na ukuta wao. Ilikuwa A to V. Hapo tu karibu. Wasikia ngoma. Sisi tukiwa huko tuachungulia, ni hapo karibu. Tuangalia. Ona mtoto mwanafunzi yuko hivi. Amekula. Ugoro uko hapo. Anakula. Tambu. Wakitoka nywele zimekuwa sijui kama kalkit. Wamenyoa huku, alafu wamezungusha huku, zungusha hapa ameacha nyeni. Wanaingia shuleni. Burhani hapo tu karibu. Na matokeo yakija, mtoto wameanguka vizuri, wameanguka proper, wanacheza mpira, fujo inaanza, matusi yale ya Kiswahili, walimu wako hapo. Ni kwa sababu hii tabia imeenda, Uswahili umeingia, ikaenda kiasi ya kwamba hata mwalimu wa bara akijaribu kurekebisha, au mwalimu anatandikwa na wanafunzi, wanapigwa kweli na wanafunzi. Wanafunzi wameshiba, wanono, wanainua vyuma, wanono Arabu. Hasa mwalimu ametoka bara, ameletwa, anajaribu anyoroshi, yeye ndo ananyoroshwa. Basi anainua mikono. Wanabaki hivyo. Shule inakuwa hivyo, Burhania. Haina nidhamu kabisa. Na kuna uchafu, wanakuja na wasichana, wanawashika, mpira ikichezwa kwa hapo wanawashika wanawake, wanaingia huko sio wanafanya uchafu wao. Shule chafu. Mimi nikaja nikasoma shule nyingine nikiwa nilipomaliza kukuwa na fedha. So nikakaa karibu miaka 3 nyumbani. Katafuta pesa nikachanga. Alafu mwaka wa 3 term 3 nikaingia shule ambayo inaitwa Linfield. Natoa hii mifano ili uelewe zaidi umuhimu wa nidhamu na nielewe zaidi. Kwa somo hiyo shule inaitwa Linfield. Iko hapo Kisauni. Naingia najua naenda shule. Na kabla hapo nilikuwa na usanii. Sasa kwenda kule naona sasa wale watu wa Kisauni ndio wako pale. Ni usanii. Nikuwa ni kama nyimbo, mwalimu yafundisha. Hata watu tu wana kama nyimbo. Watu wanangoja hii kengele italia saa ngapi? Kengele ikilia hivyo watu wanaingia kando huko. Room nyingine ilikuwa kando huko. Wanaingia ni kurap, ni kuimba tu. Ni kuimba, wanapanga venye wanaenda kurekodi, wanaenda kukutana na nanda afu wanarudi shule. Hakuna chochote watu walikuwa wanasikia. Mimi nikiwa hapo ndani pia indiscipline. Polepole ile tabia nilikuwa niko nayo kidogo kwamba nataka niende shule, nasoma nachukua vitabu nasoma nachanga pesa nachanga kwenda shule. Muda hata hukwenda sana, hata ile moyo ilifanya nini? Iliondolewa. Mtoto tu hapo. So walimu wakawa wanajaribu. Walimu mmoja akapigwa na mwanafunzi mmoja. Walimu mmoja alikuwa ametoka bara. Akawa anataka kuleta ukali kabisa, anyorosha wanafunzi vizuri. Alikuwa sawa yule mwalimu. Alikuwa anatupenda, alikuwa anaona maisha yetu.
Lakini kijana mmoja alimpiga huyo mwalimu. Mwalimu akaisha nguvu. So nakueleza mambo ambayo mimi mwenyewe nimekuwa katika hicho kiatu. Indiscipline. Hakuna kitu kibaya kama indiscipline. Mitihani tukifanya, hata kwa mtihani kwa tunafanya ni kukopi, unakaa na makaratasi mnaandika na mnapatia mwalimu wa maka. Alafu pesa za wazazi tu zinaenda hivyo. Umeenda shule, wanawake wengine walikuwa wanaenda shule, watoto wa kike wanaenda shule, alafu hawafiki, wanatoa hizi nguo wanaeka kwa mabagi, wanaenda kwa wanaume, wanaenda kulala nao. Alafu wanatoka, wakishamaliza shughuli zao, waona mumekaa kama saa 9 hivi, anaingia anakaa kule nyuma, anakaa saa 9 saa 10 watu wanaingia games, wanatoka. Yeye pia huyo na bagi lake ametoka shule. Maisha haya. So izoona indiscipline venye iko. Alafu shule hii inakuja ite kufanya mtihani. Itaonekana wapi? Na kuna shule kama Starehe, Alliance, watu wanasoma, wako very serious. Wanajua wameenda pale kufanya nini na wazazi wao wanajua wanatarajia nini kwa watoto wao, na walimu wako accountable. So tukirudi kwa kanisa la Mungu, Timotheo anaandikiwa na Paulo. Anaandikiwa kuna vile kanisa la Mungu linafaa lienende, liwe na discipline ya hali ya juu sana. Usishangae. Haya tumetoa mfano wa shule yako katika makanisa sahihi. Yako katika makanisa. Na tena yako zaidi. Makanisani mimba zinatolewa. Na mchungaji pengine hata anajua. Lakini amefika mahali ameinua mikono, amesema sasa nyinyi kaeni venye nyinyi mwataka kukaa. Mimba zinatolewa, praise and worship, ndoa zinavunjika pale pale, uhusiano unaendelea chini ya maji unaendelea. Wachungaji, pesa, fedha, akipata neno anataka lisukume hivi kwa sababu ya interest yake. Maji yanauzwa, vitambara vinauzwa, mafuta yanauzwa, vifagio vinauzwa, misumari inauzwa. Hakuna discipline katika kanisa la Mungu. Hata ukitafuta kanisa lile la Mungu hapa kwa maandiko, kiliangalia hili alafu wenue kichwa uangalia makanisa ambayo yanaitwa makanisa, utaona indiscipline kama hiyo ya shule ambayo Mungu alikuwa anaelezea. Ndani Mungu anasema watoto walikuwa wabaya, watu walikuwa wasikii, mwalimu alikuwa anatukanwa. Leo ni hivyo hivyo pia. Yesu Kristo anatukana hata mchungaji siku hizo, anamtukana Yesu mwenyewe kwa mavazi aliyovaa, kwa maisha ambayo anaishi, kwa kiburi ambao uko nao, kwa ubinafsi ambao uko nao. Yote ni discipline. Yote ni discipline. Hii shule venye yona mbaya Burhania na hii ambayo nilisoma muda kidogo, Mungu alinisaidia, nilitoka nikaenda bara, nikanyoroshwa vizuri, nikatandikwa kweli. Nikanyoroshwa vizuri, nikanyorosheka. Lakini natoa tu mfano wa hizi shule, usizione hizi ndio mbaya. Sasa angalia kanisa. Kanisa ndio mbaya ni zaidi ya hizi shule. Ili wewe mwenyewe personal na mimi mwenyewe personal niwe na mzigo. Isiwe kwamba tuko kwa ushirika huko uwezo wa Mungu kama Africa Repent kwa neema ya Mungu, lakini haina tofauti na Burhania kwa kiroho. Haina tofauti na Linfield kwa kiroho. Haina tofauti na ile shule mbovu. Haina tofauti. Ili hata nikiangalia, mfano niangalie SDA, niangalie SCK, niangalie Catholic, niangalie JCC, niangalie PCK, PCA, niangalie PHC, niangalie Inland Church, niangalie Emmanuel, niangalie Lutheran, niangalie Divine, niangalie New Life, niangalie Angel Maria. So nikiziangalia hizi zote, niangalie kuna Burhani hapa. Hii shule ambayo haina nidhamu, hii shule ambayo pia nilisoma ambayo hatukuwa na nidhamu kabisa. Je, haya madhehebu mahali niko yafanana na hizi shule ambazo sisi tulisoma ambazo hazina nidhamu?
ikiona dosari hapo, niwe na mzigo wa kubadilika. Wewe mwenyewe kwanza, personal, wewe mwenyewe. So Paulo anamwandikia Timotheo, kama nikikawia utajua jinsi inavyowapasa watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, ambayo ndiyo kanisa la Mungu aliye hai, iliyo nguzo na msingi wa kweli. So wezaona, ukirekebishwa katika nyumba ya Mungu, ujue Mungu hataki burhania ya kiroho. Hataki shule mbovu ambao haina nidhamu. Na ujue uko shule gani ya kiroho. Uko starehe ya kiroho yenye nidhamu. Ni mifano naongea kuhusiana na kiroho, ama niko burhania ya kiroho ambao haina nidhamu. Burhania haina nidhamu ni wakati gani? Ni wakati uzinzi unaendelea katika kanisa, usherati unaendelea, kiburi kinaendelea katika kanisa na kinawachwa, kinaendelea, kinazaa. Mwingine anaokoka, anakuta tabia fulani ilikuwa na mpendwa fulani alikuwa ameokoka, anaiga, alafu anaendelea. Kuna kwa kundi ambalo ni chafu na kwa burhania ya kiroho. Na Mungu apendeze na burhania ya kiroho. Na uwepo wa Mungu unaondoka. Hakuna kitu kibaya kama nidhamu. Hakuna kitu kibaya. Na hata kama una nidhamu haufai kushiriki injili. Hivyo ndo Mungu anasema. Kama una nidhamu haufai kushiriki injili. Kwa uwezo wa Mungu, mmoja wenu kwa uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu anirekebishe kwa nidhamu fulani, na niwe bado naendelea na hii kutokuwa na nidhamu, naendelea nayo kwa uwezo wa Mungu, na haitakuwa mzigo. Nitasema kweli, mimi nataka nirekebishike kwanza, niwe na nidhamu. Nitakaa kando. Nitawaambia wapendwa, mimi acha nikae kando kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kufanya kazi ya Mungu na una nidhamu. Hakuna kitu kibaya. Hakuna kitu kibaya. Nikiambia watu wasiwe na kiburi, waheshimu wazazi, mimi kwanza yafaniwe hivyo, kwa sababu walimu watahukumiwa zaidi. Nyinyi Mungu anawaita mwe walimu. Mungu atahukumu zaidi, lakini uwe mwalimu ambao uko na nidhamu. Uhakikishe kama hujaheshimu wazazi, usiende kuhubiri watu waheshimu wazazi. Kaa kwanza, pata hiyo nidhamu, alafu nenda ukawafundisha. Lakini kama hujapata hiyo nidhamu, kaa utulie. Hiyo itakuwa unafiki na inakuwa kutokuwa na nidhamu. Ni sawa na mwanafunzi ambaye anapiga walimu wake, anawatukana, alafu anachukua kitabu, anaingia darasa lingine, shule hiyo hiyo, anajaribu kuwafundisha. Atawafundisha nini? Si atakuwa mnafiki? Ni hivyo. Ni wewe mwenyewe kwanza. Hii nidhamu Mungu anaongea, ianze na wewe personal. Iwe mzigo katika moyo wako. Ni uangalie 2025 kumekuwa na tabia gani ya kuendelea. Uangalie tangu uokoke, umekuwa na tabia gani ambayo Mungu amekuwa akiwatuna mzigo nayo. Mimi na wewe, mzigo nayo. Tunaweza angalia Thesalonike wa pili. Kabla tusome wa Thesalonike, unaweza soma Mika 3 mstari wa 4. Mika 3 mstari wa 4. Ndipo watakapomuomba Bwana asiwaitikie, na akawapisha uso wake wakati huo, kwa kadri walivyotenda mabaya kwa matendo yao. Rejelea tena tafadhali. Mika 3 mstari wa 4. Ndipo watakapomuomba Bwana asiwaitikie, na atawapicha uso wake wakati huo, kwa kadri walivyotenda mabaya kwa matendo yao. Walivyotenda mabaya kwa matendo yao.
walivyotenda mabaya kwa matendo yao. Kutenda mabaya ni indiscipline. Kutenda mabaya ni indiscipline. Mungu anasema anaficha uso wake. Wanamlilia, Mungu anaficha. So tutakutana hapa kanisa ambalo Mungu amelichagua likiwa na upotovu wa nidhamu. Mtakutana wapendwa, mtakuta munaomba, munalia, lakini hakuna chochote kinafanyika. Ni kwa sababu Mungu ameficha uso wake, kwa sababu kuna upotovu wa nidhamu. So isaona upotovu wa nidhamu venye inafanya Mungu afiche uso wake. Na si kwa ubaya, hakuna mtu yuko tayari kuwa katika hali ambayo anamlilia Mungu, alafu Mungu amemficha uso wake kwa sababu ya ndugu yake yuko katika njia ambayo ni upotovu wa nidhamu. Hakuna mtu yuko tayari. Mimi siko tayari Mungu afiche uso wake kwa sababu ya maombi yako. Siko tayari pia mwingine afanye Mungu afiche uso wake kwa ajili ya maombi yangu ambayo namuomba. Nataka Mungu anitende hii. Kwa neema ya Mungu naomba nikiwa naendelea kutembea katika nidhamu, tayari kurekebishwa wakati wote, saa yoyote. Halafu mwingine anaishi maisha ambayo hayana nidhamu. Anafanya maombi yangu ama maombi yake, mimi nafanya maombi yake yasijibiwe kwa sababu Mungu anaficha uso wake. Ushirika kwa uwezo wa Mungu hauko tayari. No way. No. Uko na upotovu wa nidhamu. Mungu amekuonya kwa upendo, amekuonya tena. Usifanye Mungu afiche uso wake kwa ushirika mzima kwa sababu ya wewe ama mimi kwa kutaka kuenenda katika upotovu wa nidhamu. Mungu anasema no way. Ndio hapa alikuwa anaficha uso. Nitasoma Biblia ya Kimombo kuna venye inaeleza Mika 3:4. Then shall they cry unto the Lord, but he will not hear. He will not hear them. He will even hide his face. Watamlilia Bwana na Mungu anasema hata msikia. Ni sana Mungu anaziba masikio yake. Alafu sisi anaziba tu masikio, lakini anasema pia he will even hide his face. Uso wake pia atafanya nini? Atauficha. Masikio yake atayaziba kwako na kwangu, na uso wake pia atauficha. So Mungu atakuwa ameficha masikio yake, sawa, na ameziba masikio yake na ameficha uso wake. Na akificha uso, Mungu haoni. Yaani hakuoni wewe, si eti haoni, anaona lakini hakuoni sasa. Si ameficha uso wake, hataki kukuona. So itakuwa unalia, Mungu macho yako utalia paka na ahadi za Zaburi. Mungu lisema kwa Zaburi, macho yako yanaenda huku, macho yako yanaangalia huku, kuangalia mwenye haki. Mungu lisema sikio lako si zito hata lisiweze kusikia. Mungu najua unanisikia. Mungu anakuambia nimeziba masikio yangu na pia uso wangu nimeuziba. Sioni hiyo. Lakini itakuwa ujui, itakuwa unaendelea miaka kwa miaka. Kumbe kuna upotovu wa nidhamu katika maisha yako na maisha yangu. Kuna tabia ambayo Mungu anakuambia uachilie na utaki kuiachilia. Hiyo ndio inafanya. Ukiwa sawa tu na Mungu, mimi na wewe tukiwa tu sawa na Mungu, hata vitu vingine hujaomba, lakini ni mzigo kwa moyo. Sasa hii rent itakuaje? Hata hujapiga magoti ndio waanze kuomba. Alafu useme acha saa 6 nitaomba. Waona saa 4 ndio shughuli imeshughulikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko na mzigo hapa, umerauka, unasema huu mzigo haujaanza hata kuomba. Unasema huu mzigo itakuaje? Ngoja nifike kanisani, alafu saa 4 hivi nije niombe. Saa 1 ukitoka nyumbani, saa 2 hiyo issue imekuwa solved. Mpaka unasema nilikuwa nasema nitaenda kuomba, tayari Mungu ashaijibu. Baada tu hapa kushukuru Mungu. Mtu akiwa sawa na Mungu, inawezekana 100%. Si kungangana. Mtu akiwa tu sawa na Mungu, ukimlilia tu Mungu kutoka kwa moyo, hata hujaomba, Mungu anasema tayari ashakujibu. So unakuwa mtu wa kushukuru. Haimaanishi tusiombe, umejiweka tayari Mungu, huu mzigo, hata mzigo walala. Wafikiria hii hali itaendaje? Tayari ukiamka, Mungu tayari ashaiondoa. Wasema tu Mungu asante. Ni kwa sababu gani? Uko sawa tu na Mungu. So tukiona tunaomba sana, naomba na ijibiwi, jua kuna upotovu wa nidhamu
Either Mungu amesema sitakujibu kwa njia hiyo, lakini ama kama ni kitu ambacho anafaa kujibu na kujibu, jua kuna upotovu wa nidhamu. Pata toba, shuka. Angalia ni tabia gani yako ambayo impendezi Mungu. So anasema he will even hide his face from them at that time. Hiyo wakati wanalia Mungu ataficha uso wake. As they have behaved. Ili ndio neno. As they have behaved. Behaved ni mojawapo ya behavior, nidhamu, behave. Behave ni venye una relate na Mungu, una relate na ndugu yako, una relate na amri ya Mungu. Behaving ni venye matendo yako, mwenendo wako. So venye kanisa linafali behave, ndio hapa Mungu anaongea kuhusiana na behavior. Behavior ni kile kinatoka kwako. Behavior yako ni gani? Au mtu ni mtu wa maneno? Behavior yako ni gani? Wewe ni mtu ambaye ueleweki. Behavior yako ni gani? Wewe ni mtu ambaye una msimamo. Behavior yako ni gani? Wewe ni mtu ambaye ni wa matusi. Behavior yako, nijitafute hapa katika hii behavior. Behavior yako ni gani? Wewe ni mtu wa msimamo. Behavior yako ni gani? Wewe ni mtu wa kuongea ukarimu. Behavior yako ni gani? Wewe ni mtu wa kupenda neno la Bwana. Mungu anataka nijitafute hapo behavior. So kanisa la Mungu linafali behave vipi? Waona shule wako na mean score. Ina maana wale wanafunzi wote wakifanya mtihani huwa majibu yao yote yanakusanywa, alafu yanakuwa added, alafu yanakuwa divided na wale watoto. Kama ni watoto 10 out of 500, watoto 10 wamepata 400 wote, wana adio 400 yote, alafu wana divide na 10, alafu wanapata hiyo kitu inaitwa mean score. Alafu inasema mfano itakuwa kama unatoa mfano itakuwa kama 350 ni mfano, ama 400. Sasa ni sawa na kusema wanafunzi wote wamepata hiyo mean score. Umeelewa? So katika ulimwengu wa kiroho pia kanisa la Mungu, watakatifu wa Mungu, watumishi wa Mungu wanafaa wawe burden. Mean score ya Africa Repent mbele za Mungu iko vipi kulingana na maandiko yake? Mean score yani inamaanisha venye una behave mbele za Mungu, venye una behave mbele za Mungu, venye na behave mbele za Mungu, venye mpendo mwingine ana behave mbele za Mungu, venye yule ana behave. Tukikusanya hii behavior yetu zote, alafu tuilete kwa maandiko, inaleta sura gani? Kama kuna mmoja ambaye anafanya uzinzi, anafanya usherati, na kuna wengine wafanye uzinzi, basi hao wanafanya uzinzi ikikusanya na hawa, misko ambayo inakuja ni wote wamefanya uzinzi. Ni kama student mmoja amepata 400 out of 500, 400, wengine wakapata 100. Zikiwekwa pamoja wakipata mean score, huyu wa 400 analetwa tu chini kwa 100. Inasemekana yeye amepata 100. Licha ya kuwa makaratasi yake yatakuwa tofauti, lakini kwa mean score itakuwa hivyo. Amescore 100. Akisema pana nimescore 400, anaambia no. Wewe umescore 100, mean score. Licha ya kuwa personal amepata 400 sawa. So mean score ya kanisa ni muhimu. Na haitakuwa muhimu, usifikirie ni muhimu kwa mtumishi. Kama ni muhimu kwa mtumishi, basi inafaa iwe muhimu kwako kwa sababu ni muhimu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtafuta Mungu na wataka kuingia mbinguni na wataka hudumu katika mafundisho ya Kristo na utakatifu wa Mungu, basi paka utake good mean score. Nisijiangalie mimi ama wewe ambao umepata 400, bali niwe na mzigo pia na wale ambao wanapata 100 katika kanisa la Bwana. Wale ambao wanapotoka katika nidhamu ya Bwana niwarekebishe, kwa sababu tunataka mean score ambao kwa uwezo wa Mungu Yesu Kristo akirudi anasema niko na watu, niko na kanisa, niko na bibi harusi. Naam. So tujiangalie. Na kuna mwalimu mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Yesu anatembea katika vinara 7 katika Ufunuo 1. Yesu anatembea katika vinara 7.
anatembea katika kanisa. Yesu anatembea katika kanisa. So katika kusanyiko la watakatifu Yesu yuko. Anatembea, angalie ni either macho yake yakasiriki yawe kama miale ya moto ama moyo wake ufurahie na jinsi watakatifu wanaishi katika discipline. Kanisa la Mungu linaenenda. Na kanisa likiwa linaenda katika discipline inamaanisha ni opposite ya hii. Mungu anafungua sikio lake, alafu Mungu anafungua uso wake, hafichi uso wake. Kanisa ambalo linatembea katika nidhamu, Mungu anafungua uso wake na anafungua sikio lake. Kanisa ambalo halitembei kwa nidhamu, Mungu anaficha uso wake na anafunga masikio yake. Je, ni makanisa mangapi ambao hayana nidhamu na hayajali? Si eti hayana nidhamu, hayajali sasa kuhusiana na nidhamu ni nini. Ndio maana Mungu asikii. Wanaingia kwa maji, wanaingia kwa vitambara, wanaingia kwa sarakasi. Ni kwa sababu gani? Mungu asikii kwa sababu ya upotovu wa nidhamu. Hawezi kuwa ni pastor na unalala na mwanamke hapo kanisani alafu tarajie Mungu ajibu hayo maombi. Hakuna ombi litaombwa hapo, hakuna ombi litajibiwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So lazima tuangalie nidhamu, lazima hali ya juu sana. Tujipime kama kanisa, kama ushirika na mashirika mengine pia ya Africa Repent. Minsko ya nidhamu yetu mbele za Bwana kwa maandiko iko vipi na mwanga utakatifu wa Mungu kupitia Kristo Yesu. Kuna mtu ndani ya watakatifu yuko na upotovu wa nidhamu, analeta chini Minsko damu ya Yesu Kristo, akalishwe chini kwa upendo, aonywe. Ukiona tabia yoyote mbaya kwangu, nikalishe chini, nionye, nitarekebishika kwa uwezo wa Mungu. Na ukiona kwa mwingine, kuwa tayari kukalishwa chini na kuambiwa, kuonywa, na haijalishi ni mara ngapi. So Minsko ya kanisa mpaka iangaliwe. So as they have behaved themselves ill ni vibaya, in their doings. So kanisa likiwa linafanya uovu, pengine kuna mamlaka Mungu ameweka, mimi sitii mamlaka, mwingine pia atii mamlaka, mwingine anataka tu aishi maisha yake ya mwili, then Mungu anaangalia hili halina nidhamu na watu wako kimya, hawaongei, then Mungu anaona hapa hakuna nidhamu, na shetani anapata mpenyo. Dhambi kubwa sana inapatikana hapa. Muda si mrefu dhambi kubwa sana itapatikana hapo, kwa sababu uwepo wa Mungu wa kuzuia watu wasianguke kwa dhambi haupo. Then kama Mungu ameficha uso wake, shetani anang'arisha uso wako, utaanguka kwa usherati, utaanguka kwa uzinzi, utaanguka kwa wizi, utaanguka kwa ulevi. Haitachukua muda, kwa sababu Mungu akificha uso wake, na huo uso ndio unanifanya niendelee kutembea katika sanctification, tukielekea katika glorification, yani kwa utakaso, tukielekea katika kutukuka na Yesu Kristo. So nidhamu, waona kwa nini ni muhimu? Tunaweza angalia Wathesalonike wa pili 3 mstari wa 7. Wathesalonike wa pili 3 mstari wa 7. Unaweza kusoma. Wathesalonike wa pili 3 mstari wa 7. Wajua wenyewe jinsi iwapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukuenenda bila utaratibu wenu. Asante. Rejelea tena. Mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukuenenda bila utaratibu wenu. Acha nisome hii ya neno, niangalie kama iko na utofauti. Yako yasemaje Petro?
Wathesalonike wa pili 3 mstari wake ni wa 7. Mwajua wenyewe jinsi ipasavyo kutufuata, kwa sababu hatukwenda bila utaratibu kwenu. Hii inasema asante, maana nyinyi wenyewe mnajua jinsi iwapasavyo kutufata mfano wetu. Kutufata mfano wetu. So kanisa la Mungu linafaa lifuate mfano wa mitume. Kama ufanani na Paulo venye alikuwa, kama mimi sifanani na Paulo venye alikuwa, basi mimi sifatani na nidhamu ya kanisa, nidhamu ya Yesu Kristo, mafundisho ya Yesu Kristo. So kanisa linafaa lifanane na mitume, linafaa lifanane na Yesu Kristo. Kufuata mfano wetu. Sisi hatukuwa wavivu tulipokuwa pamoja nanyi. Tasoma Biblia ya Kimombo. Biblia ya Kimombo inatumia neno behave. Behave ni mojawapo ya neno ambalo linatoka na behavior. Behavior, venye unakaa, venye unaishi. Maisha yako kanisani. Your behavior kanisani. Una behave vipi? Nakumbuka shule sana sana watu wanafundishwa, hasa watoto wakiwa chini umri mdogo, wanasema bad manners. Bad manners. Wadogo wakiwa bado hawajapokea mafundisho machafu, huwa wako na nidhamu kweli watoto wadogo. Bad manners, bad manners. Waona? Wako na nidhamu sana. Watoto wangu hawajaanza shule, lakini wanaanza shule Mungu akipenda. Lakini saa zingine kuna kitu amefundishwa uongo. Huyu mdogo pengine atafanya kitu, alafu ataulizwa, alafu atasema ni yule mkubwa. Miaka 2 na 3. Huyu mkubwa atamwambia, watenda dhambi. Ona, so hazingine hata mkubwa pia anakosea, mdogo anamwambia huyu watenda dhambi. Wanasema hivyo, dhambi. So wanashika vizuri sana. Jana naambiwa na mama yao, walienda dukani, wakawa wasa zingine huko nyuma natembea nao kufanya uinjilisti. Sababu wanaona tubu. Jana wako dukani, wamenunua juice wakanywa, alafu wakabaki na ile chupa. Sasa wakawa wanawaambia watu kwa sauti kweli, tubu, repent, tubu. Wanaangalia mwingine anasema bado yule, wanangoja pili, tubu, repent, tubu. So watoto wadogo, ya mamake alikuwa anaeleza hivyo, watoto wadogo huwa wako hivyo, kabla hawajachafuliwa akili zao huwa wako na huo moyo. Yaani ukiwaambia hilo ni mbaya, utaona kama hajasikia ama hajaifanyia kazi, lakini baadaye utashangaa mwingine akifanya, yeye ndo anakuja kumwambia hilo ni mbaya. Ona, so ni hivyo venye tuna behave, ile ndio inaitwa behavior. Anakuambia bad behavior. So maandiko ya Mungu pia yanaongea kuhusiana na hiyo behavior. So kanisa la Mungu, shule yaiga kanisa la Mungu. So yale ambayo yanafanyika shule, good behave, we have to behave well. Behavior, vile shule ilikuwa inafanya, ndio hivyo kanisa la Mungu pia liko hivyo linafaa liweka zaidi ya hiyo. Si ati liwe zaidi ya hiyo. Kwa sababu Biblia ya Kimombo inatumia neno behavior. 2 Thessalonians 3:7, for yourselves know how ye ought to follow us, for we behaved not ourselves disorderly ni bila mpangilio. Haya maneno ni mazito. Behave disorderly. Hawaku behave disorderly. Disorderly ni sawa, saa zingine tumepanga kitu kama kanisa, kama ushirika, alafu wewe ndio unategemewa. Kama jana taa ya kukesha, mpendwa alikuwa amejitolea kwamba atajukumika katika hilo, na nashukuru Mungu aliweza kupiga simu. Alikuwa na mzigo. Mbona hiyo?
Hiyo ni behavior nzuri. Hata kama ilikuwa haiwi hivyo, yaani hiyo sherehe haiko, hiyo kusanyiko haliko, lakini bado ulikuwa na mzigo wa kueleza niko tayari kwenda nyumbani nikatimize yale niliyoahidi. Ulisema kitu kama niende nikatimize nadhiri yangu. Mkono ni moyo mzuri. Huo ndio moyo Petro, huo ndio moyo wake. Na mimi vile vile huo ndio moyo. Sema nitakuja saa fulani, nitatoa kitu fulani, nitatoa ule uchafu. Nidhamu ni uhakikishe time fulani umefanya nini? Umetoa uchafu. Usitengeze story yako. Mungu apendeze na story zozote hizo. Yesu anasema utahukumiwa kwa kile ambacho kinatoka kwa kinywa chako. Ni afadhali hata usiseme kitu. Mimi vile vile. So hii ndio discipline. Hii ndio nidhamu inaongelewa hapa. Disorderly ni nitakuja, sijapiga simu, sijaambia mtu yote, alafu amunioni. Alafu mlikuwa tunapangana kwamba wewe ndio ulikuwa kiungo muhimu, ulikuwa ushughulikie hili swala la chai, hili swala la kuingia jikoni, alafu hatukuoni. Inakuwaje? Sasa plan B inakuwaje? Tutafanya nini sasa? Sasa hiyo inaitwa disorderly. Na watu ambao wameokoka kweli hawafai kuwa na hiyo tabia. Disorderly. Hakikisha kile ambacho umesema, hujasema mbele za mwanadamu, umfurahishe mwanadamu. Hakikisha kile unasema ndio unafanya. Na kama huwezi kufanya, usiseme. Usiseme. Naongea kuhusiana nayo kwa sababu katika shirika hili hizo tabia zimekuwa. Si wote, lakini hizo tabia pia zinakuwa. Na ni tabia mbaya sana. Hiyo ni disorderly. Watakatifu hawakuishi hivyo. Musa hakukaa hivyo, Aaron hakukaa hivyo, Paulo hakukaa hivyo. So Mungu anataka nipate toba kutoka katika moyo. Toba kweli. Neno lako likiwa ndio ni ndio, Yesu anasema. La iwe la. Nisiseme ndio alafu ndani ya moyo najua ni la. Hii Mungu apendeze. Hawakukaa hivi. Utafanya Mungu azibe masikio na afiche uso wake. Mungu ananionya, Mungu anakuonya. Hakuna mtu kwa Biblia ambaye alikuwa sawa na Mungu alikaa hivi. Ndio maana anasema mulijifunza kwetu venye tulienenda katika mwenendo, katika tabia. Hawakuenenda katika njia isiyofaa. Disorderly. Among you. Angalia hiyo neno behave imetumika pia. Naweza angalia pia Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza 2:10. Soma kwa uwezo wa Bwana. Naam. Wathesalonike wa kwanza 2:10. Ninyi ni mashahidi na Mungu pia, jinsi tulivyokaa kwenu ninyi mnaoamini kwa utakatifu na kwa haki bila kulaumiwa. Rejelea mara ya mwisho tafadhali. Ninyi ni mashahidi na Mungu pia, jinsi tulivyokaa kwenu ninyi mnaoamini kwa utakatifu na kwa haki bila kulaumiwa. Anaongea kuhusiana na venye walikaa kwa watakatifu, venye walienenda. Wathesalonike wa kwanza 1:10. Samani 2:10. Venye walienenda, venye waliishi miongoni mwa watakatifu wakienenda bila lawama. Jiulize, mtu akiokolewa kwa uwezo wa Mungu juzi,
amekupata uko kwa wokovu, kwa uwezo wa Mungu, akifuata nyayo zako, akifuata nyayo zangu kwa uwezo wa Kristo ambaye anakuongoza, mtu atakuja kufikia utukufu. Mtu atatembea njia za utakatifu. Kama hataweza akifuata nyayo zako nyuma, kama azimuelekezi kwa utakatifu, jua hata wewe auelekee kwa utakatifu. Ndio na hakika kiasi kwamba zile nyayo nawacha kwa uwezo wa Mungu. Mahali natembea, kile nazungumza, mtu yote akikifuata nyuma anaingia kwa utakatifu. Yule aliyeokoka anaisimamisha matakatifu. Lakini kama nyayo zako mahali ukakanyaga mbele, yani mwenendo wa maisha yako, mtu akiokoka alafu afuate huo mwenendo, kama atapotea basi umepotea. Kama hataishi maisha ya utakatifu, basi wewe pia hataishi maisha ya utakatifu na wewe vile vile. Basi inamaanisha huwezi ongoza hata nafsi, hata si kwa wokovu tu, hata kufanya nini? Si kuiongoza venye atakaa. Na of which watu wakiokoka wakija huwa wajui mambo mingi. Wanatarajia wale ambao tayari wameokoka kitambo wawaongoze, wawafundishe kufungua Biblia, wawafundishe kuandika notes, wawafundishe time management, wawafundishe kama hawawezi kufika waweze kurespond, wawafundishe ukiwa umesema utafanya kitu na kama hautaweza kufanya venye wanafaa wailete wazi hiyo. Lakini kama wewe mwenyewe ama mimi mwenyewe siyajui hayo, yule ambaye ameokoka juzi ama jana akiingia kwa ushirika, si atapotea? Atapotea kwa sababu atafuata nyayo zako, atafuata zangu ambazo zimepotea. So kuna hitaji. Tulipotoka Tanzania kwa uwezo wa Mungu, Roho wa Mungu alisema kitu kimoja. Akasema kuna mtoto amezaliwa kule Mbeya. Huyo mtoto ambaye amezaliwa Mbeya Tanzania, ushirika wa kule anaangalia ushirika wa Kenya. Huyu ndio mtoto mkubwa, alafu yule amezaliwa baadaye kupitia ushirika huu. Sasa macho yake yanaangalia huko. So kama wewe uko hapo ushirika wa Kenya na yule uko pale Tanzania ni ndugu yako mdogo, yeye anakuangalia wewe. Sasa kama wewe hujasimama, yeye atasimama vipi? Hauwezi kumsimamisha. Na saa zingine Mungu pia ana neema hivi. Anasema huyu mkubwa nimemchukia, nimempenda yule mdogo. Isifikie hapo. Isifikie kiasi kwamba yule mdogo hawezi kujifundisha kwako, analia Mungu nisaidie, lakini anaendelea kukaa katika njia za Mungu, anang'ang'ana. Mungu anasema huyu mkubwa sasa nimemchukia. Sasa neema yule mkubwa nampatia huyu mdogo. Sasa inakuwa huyu mdogo anakuwa bora zaidi ya huyu mkubwa. Inakuwa yule ambaye ameokoka nyuma yako anakuwa zaidi, anakuwa neema zaidi ya wewe ambaye umeokoka miaka mingi. Inafanyika. Kwa nini inafanyika? Ni wakati umeokolewa mapema sana, Mungu anataka uangalie wale wenzako wadogo. Lakini kama wewe mwenyewe huwezi kujiangalia kwa sababu pengine ya kiburi na kutozingatia wale Mungu ameweka mbele na nidhamu na kutokutaka kurekebishwa, Mungu anakuacha. Anasema hawa wadogo mtawasaidia, na anawakuza wadogo na anawatumia zaidi ya sisi ambao tumekuwa wakubwa. Sishangai kama ushirika wa Africa Repent Kenya, kama utakuwa na nidhamu, Mungu atatumia Watanzania zaidi. So tuangalie nidhamu. Na si eti kitu niseme wacha watumie, mimi nitakuwa tu sawa na kutokuwa na nidhamu. Mwisho wako ni jehanamu. Maana hautakuwa kwa utakatifu na Mungu atakuweka jehanamu. Mwisho wake ni hautakuwa na Mungu na hautakuwa na Yesu Kristo, kwa sababu mtu asiyedumu katika mafundisho ya Yesu Kristo hana Mungu na hana Kristo. Ina hasara ya milele. Ina hasara ya nafsi yako. So Mungu ako na mzigo sana kabisa kuhusiana na nidhamu. Hii Biblia ya Kimombo imetumia neno behave. First Thessalonians, Wathesalonike wa kwanza 2:10 inasema you are witnesses and God also
how holily and just and unblameable we behave. Yani mwenendo wa maisha yao ulikuwa wa utakatifu, ulikuwa wa haki na ulikuwa bila lawama. Yani haulaumiwi, watembea kwa utakatifu, watembea kwa haki. Hakuna mtu anasema hakuna mtu analia na jina lako. Lakini kama kuna watakatifu analia na jina lako ama jina langu analia, then inafaa nikae chini uangalie hiki kilio ambacho analia ni cha kweli. Kama si cha kweli, wao watu. Na kama ni cha kweli, unahitaji utubu. Hakuna mtu analia na wewe, tabia yako, mwenendo wako. Ama analia na mimi, mwenendo. Chunga sana. Usichukulie tu niko sawa tu, au uko sawa kama mtu analia na wewe. Kaa chini, chunguza. Kama analia na haki, hiyo kilio ni haki, jua inafika mbele za Bwana. Na ubadilishe hiyo tabia, nidhamu. Kitu cha kwanza kabisa. Afadhali ushirika ubaki bila mtu, lakini nidhamu iwe. Ama watu wawili, ama watatu, lakini nidhamu hiyo. Kuliko kuwe na furushi la watu, fungu la watu, umati wa watu, lakini hakuna nidhamu. Haina tofauti na baa. Haina tofauti. Kwa sababu Mungu akificha uso wake. Haina tofauti na club. Haina tofauti na guest. Mungu ameficha uso wake kwa wale wanafanya maovu. Wale wanafanya maovu guest. Mungu ameficha uso na masikio yake. Na kwa ushirika Mungu akificha uso na masikio. Basi haina tofauti. Akiziba masikio haina tofauti. So tuangalie nidhamu. You are witnesses, and God also, how holier and justly and unblameable we behave. Your behavior. Na hiki kizazi yani kimepotea kabisa, yani kinanuka muozo. Yani muozo unanuka sana katika hiki kizazi. Hii neno behave ni venye wewe wakaa katika kanisa la Mungu, yani matendo yako na mwenendo wako. Na hiki kizazi ndo hakitaki hiyo. Tunakuja kanisani anasema mimi sitaki kupangwa. Asemi kwa mdomo, lakini anasema kwa moyo. Mimi hapo sipangwi ndani ya moyo. Huu ni muozo. Huu ni moyo ambao umeoza. Na kuna kitu Mungu anachukia kama indiscipline. Mitume walikuwa juu sana. Paulo alienda mbingu ya tatu alienda. Na akaona vitu ambavyo vya kushangaza kiasi kwamba hawezi kuelezea watu. Tuko pamoja. Akaona vitu ambavyo haizi kutuelezea sisi, hatutaelewa. Akayaona na akanyamaza. Na yeye ndo anasema behavior. Discipline katika kanisa la Mungu, discipline. Kama kuna mtu ambaye yuko discipline na yuko kwa kusanyiko ambalo liko indiscipline, mara 1000 na mara milioni, mtu afadhali akaituka ndo peke yake. Kwa sababu kitu ambacho inaitwa indiscipline mbele ya Mungu ni kitu ambacho kinanuka vibaya sana. Kwanza ikiwa ni dhambi ya makusudi. Wote ile watu hawajui. Wanafanya Mungu anasema nafunga jicho, lakini ile time utajulisha nitataka mtubu. Wote ile watu hawajui. Wengine wanatumia mipira ya kondomu kwa hawajui pengine madhara yake, hawajaonyeshwa kwa maandiko. Wengine wanatumia family planning, hawajaonyeshwa pengine kwa maandiko. Wenda akionyeshwa atashtuka na atamlilia Mungu kweli, atahuzunika kweli na atawacha. Lakini kitu kibaya ni mtakatifu ambaye uko na kiburi, mtakatifu ambaye uko na ubinafsi, mtakatifu ambaye haambiliki, mtakatifu ambaye hataki kupangwa na neno la Mungu. Huyu ni mtu ambaye ananuka vibaya mbele za Bwana. Huyu ni mbaya kama damu ya kunguni. Sisemi hivi nikiweka mkuki kwako, huu mkuki na uleta hapa kwangu. Na upiga kabisa kwa uwezo wa Mungu hapa kwa kifua changu. Mimi nikiwa na indiscipline katika sehemu yoyote ile, najua mimi ni kitu kibaya sana kinanuka mbele za Bwana. Ndio maana nataka nirekebishwe. Maana ngapo siko sawa kwa haki, nirekebishike. Sitaki kubeba indiscipline. Na hivyo pia kwako.
Naamini kwa uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu, hata siku moja kwa uwezo wa Mungu, na Mungu anisaidie, unikosoe kwa haki, na Mungu anisaidie na kusaidie pia, sitashindana. Kwa haki kabisa najua dhamira inanishuhudia kwamba hapa nimekosa. Nitasema kweli nimekosa. Nitasema hapa nimepungukiwa kama nimepungukiwa. Nisamehe. Kwa sababu indiscipline si mzigo wa kubeba. Si mzigo wa kubeba. Kuliko nitete uovu, ni utete ama ni ufinike. Kama saa zingine umeona shida mahali, alafu na mpendwa kuna shida hapa. Wasema iko sawa tu. Na ndani ya moyo unajua kuna shida na usemi hiyo shida. Wewe ni mnafiki, ni indiscipline mimi na wewe. Hizi Mungu hazitaki wapendwa, hazitaki. Nikiona kuna shida na dada huyu, na naulizwa na mpendwa huyu, ama naona kuna shida kwa mpendwa huyu, na dada huyu ananiuliza, mpendwa uko sawa? Mpendwa uko na shida, naona unasumbuka. Unasumbuka kweli, uko na shida. Ile shida iko kwa moyo, inafaa niiseme. Nisipoisema inaitwa insincerity. Inakuwa chachu, inakuwa hypocrisy, inakuwa wanafiki. Sema, mbona blackboard mumeiweka hivi? Mimi naona ikae vizuri. Lakini nisikae tu hii blackboard. Mambo kuna nini, uko na lolote lile? Iko sawa tu. Lakini ndio hii blackboard. Sema, huo ni unafiki, na kwa unafiki. Behavior. Na wapendwa, hiki kizazi hakitaki kusikia kitu haitaki kusikia kitu inaitwa behavior. Hiki kizazi haitaki. Ingia kanisa lolote lile, waambie Mungu anataka mubehave well ndio muingie katika utakatifu wake. Atakwambia wewe umechanganyikiwa. Behavior ni nini? Atakwambia behavior ni nini? Na iko hapo kwa maandiko. Iko kwa maandiko. Watu hawajali. Hata mwambie mchungaji penye umefanya si sawa. Haufai kufanya hivi na hivi na hivi. Mungu anaangalia our behaviors. Atacheka sana. Atakwambia uko agano la kale. Sisi tuko chini ya neema. Na behavior iko kwa agano jipya. Waelewa? So kuna kitu ambacho kuna uovu fulani waingia katika freedom. Hii ndio uovu fulani unaingia. Behavior katika kanisa la Mungu iko na itaendelea. Kama uko comfortable, mahali popote ukienda, kama yani wahisi mimi hapa sifai, mimi hapa nahisi siko sawa. Katika kanisa la kibiblia, wewe unaambiwa toka, mlango uko pale. Toka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaambiwa tu toka. Manake kama uko sawa na maandiko yanaangalia behavior, basi tutakubeba wewe ama unibebe mimi, alafu wache neno la Mungu. Nitoe nje mimi, ubaki na neno la nani? La Mungu. Behavior. Bwana Yesu asifiwe. So mzigo upokee kwa uzito, nami nizidi kupokea kwa uzito. Naweza kuangalia Wakorintho wa kwanza 13:5. Wakorintho wa kwanza 13:5. Wakorintho wa kwanza 13:5. Nasoma. Haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Alikuwa anaongea kuhusiana na upendo. Jinsi unaweza kuwa na vyote lakini kama una upendo unakuwa kama una upendo unakuwa kitu ambao ni bure. Akafika mstari wa 5. Naweza soma tena. Haukosi kuwa na adabu. Asante. Hilo ndio neno limekuwa likitumika kama behave. Adabu.
Asante. Huko kote tumekuwa tukisoma behave. Hilo ndio the right word. Adabu. So Mungu anataka adabu kanisani. Mitume walikuwa na adabu. Na kanisa la leo watu hawataki kusikia kuhusiana na adabu. Hata kumwambia mtu awe hauna adabu, anashindwa. Adabu nini? Adabu chini ya neema. Adabu ni nini? So kanisa imepoteza hilo neno behave. Hilo neno adabu. So hilo neno ndio Mungu anataka tuiangalie kwa uzito, na anataka uiangalie kwa uzito. Behave kumbe ni adabu. So kanisa linafaa liwe na adabu. Mitume walikuwa na adabu. So kuna mtumishi ambaye hana adabu, then huyo mtumishi afanani na Paulo, afanani na Yesu Kristo, afanani na Mungu. Hana mafundisho ya Mungu na Kristo. Na hana Mungu na hana Kristo. Mtumishi ambaye hana adabu. Kutokuwa na adabu ni nini? Kiburi. Hiyo si adabu. Kutoheshimu mamlaka ambayo Mungu ameweka mbele. Sijaona kundi mali popote angapo Mungu hakosi kuweka mtu katika kile kikundi. Hata kama atakuwa na udhaifu vipi, Mungu ataweka tu mtu katika kikundi. Atamweka tu mtu tu pale. Na huyo mtu kama aenendi sawa na Mungu, Mungu anamtoa, alafu Mungu anaweka mwingine. Huyo mtu akiwa anaendana sawa na Mungu, na wale wako pale waendi sawa na Mungu, Mungu pia anamtoa. Alafu analeta mwingine ambaye ni mbaya zaidi. Alafu awanyoroshe wale ambao ni wabaya zaidi. Kila kitu ni Mungu ana control. Washirika wako sawa, wamelezwa, mchungaji kwa neema Mungu yuko sawa, Mungu anamtoa huyo mchungaji, anampeleka kwa wengine ambao watu watapokea. Alafu anamleta yule ambaye hayuko sawa, hawanyoroshe vizuri. Washirika wako sawa, mchungaji hayuko sawa. Yani hayuko sawa, Mungu anamuondoa. Hata saa nyingine anampumzisha, anamwambia wewe nenda ukalale sasa. Wewe kufa. Ondoka. Alafu analeta yule ambaye yuko sawa. Alafu kunakuwa vizuri, kunakuwa na usawa. Kwa sababu hii nchi ni ya Mungu. Viumbe yeye ndo aliviumba. Haizi ruhusu mtu aendelee kuharibu. Haribu tu. Anaharibu maumbile yake, anaharibu viumbe vyake, anaendelea. Mungu anasema no, umezidi. Anakutoa. Anachukua pumzi yake, unaingia jehanamu. Alafu unakuwa na hasara. Yeye apungukiwe. Ushakuwa na Mungu akipungukiwa? Hata siku moja. Akiona malaika wale waliasi, na tuwatu mfano, Atad wameondolewa. Mungu ana uwezo wa kuumba wengine. Wale wa Atad replace wengine wengi zaidi wale wa Atad ambao walimfuata shetani. So tafadhali, wewe ndio unamhitaji Mungu. Mimi ndio namhitaji Mungu. Mungu anihitaji. Ako na wengi ambao wako tayari kumtumikia, hata zaidi yako na zaidi yako. Ni mimi ni feel need. Ni wewe feel need. Mungu mimi hata unihitaji. Mimi ndio nakuhitaji Mungu. Nitumie Mungu, nitumie. Inafanywa hivyo. So saa zingine moyo wao unainuka kama shetani. Unainuka. Waweza pewa kitu kwa kanisa, ama Mungu anaweza kupatia karama fulani, pengine ya uponyaji. Huenda mchungaji amepewa ualimu, alafu wewe umepewa uponyaji. Yaani ukiwekea mtu mkono na ukiomba kwa jina la Yesu Kristo, Mungu amekupa imani, anapona hata kama ni kansa. Mchungaji amepewa mafundisho. Sasa mfano mimi nimepewa uponyaji. Alafu wewe mchungaji, wewe umepewa mafundisho. Sasa mimi nimepewa uponyaji, niko tu kanisani hivi. Wewe ndio mchungaji kwa uwezo wa Kristo. Alafu mimi nimepewa uponyaji. Mimi niko chini ya mchungaji kwa uwezo wa Mungu. Lakini nimepewa kitu pia. Sasa watu hapo wagonjwa, wana moyo ambao uko hapa kwangu. Watu wagonjwa, mchungaji yeye afundisha tu masomo. Watu nataka niwaekele mikono. Yapokee neno. Ujioni tena mwanafunzi. Ujioni mwanafunzi.
Ni kwa sababu kuna kitu umepewa, lakini kuna kitu unapoteza pia kwa sababu ya kiburi. Alafu mchungaji anamaliza, anakuambia waweza kuombea hawa wagonjwa. Naona Mungu amekupatia hiyo karama, waombee ndani ya moyo. Nasema si nilijua. Mimi lazima utanihitaji. Wekea mkono waombea, wanapona kweli. Wanapona, Mungu anapona neema, wanapona. Alafu saa zingine wagonjwa wamekuja, mchungaji anakupigia simu, mpendo uko wapi jamani, njoo hapa kuna wagonjwa. Mtimija mchungaji. Ngoja mchungaji anakaa anaomba Mungu, ngoja wamekuja, ana hiyo karama, uko na hiyo karama. Utakacha nikuonyesha, si nikwambia nani? Si nikwambia lazima mimi niwe pale ndio ushirika ufanye nini? Uende. Haya yamekuwa. Tumekuwa tu kwa crusade juzi. Jana sijui kuisha juzi. Juzi. Yule mtumishi alipokuwa anaombea watu nilishangaa kwa sababu vitu vingine wana frame vya siri, lakini aliombea mmoja ambaye anapiga keyboard. Na akamwombea kabisa mbele za watu. Akasema kiburi, watu wa keyboard wako na kiburi. Nikawa nafundishika. Watu wa keyboard wako na kiburi. Mungu ondoa hii kiburi kwa huyu. Kiburi kweli wako nayo kwa sababu mchungaji hajajaliwa kupiga keyboard, umejaliwa wewe. Na ibada inahitaji mtu wa kupiga keyboard. Anakupigia simu anakuambia tafadhali fika. Mchungaji. Wafika pengine saa 5. Hata watu wameimba na mdomo, hata keyboard imekuwa tu sahau. Kuanza kujiona wewe ni kitu. Na muda si kidogo. Mungu anakutoa, analeta mtu mzuri ambaye anajua kupiga hiyo keyboard hata zaidi yako. Na mnyenyekevu, na atamsikia mchungaji. Na Mungu anasonga naye. Na wewe kwa kando. Nisitake hiyo. Haya mambo tumeyaona. Yako. Na tukisema tuyafungie kwa moyo, yatafanyika hapa. Na wengi wataharibikiwa. Na tutaharibikiwa. So iko mchungaji alimwekea mkono na akaombea hiyo kiburi. So huwa inakuwa hivyo. Na mtumishi pia saa zingine anaweza kuwa na mafundisho lakini akawa na kiburi. Sasa kwa umejaliwa mafundisho lakini ikawa na kiburi. So niangalie nidhamu, discipline, tabia njema, adabu. Hata ubiri vipi kama una adabu, wewe si kitu. Kama una upendo, wewe si kitu. Na upendo inashikanisha na adabu. Hello? Upendo inashikanisha na adabu. Ukiona mtu ana adabu, ana upendo. Ukiona mtu ako na adabu, ndani kuna upendo nyuma yake. Umeelewa? Unaweza soma mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza unasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upato mawe. So anaongea kuhusiana na upendo. Endelea 2. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kukamilisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Anasisitiza upendo. Mstari wa 3. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifai kitu. Upendo anasisitiza hainifai kitu. Anasisitiza upendo. Mstari wa 4.
Upendo huvumilia. Upendo huvumilia. Udhalimu. Upendo hausudi. Yeah. Upendo au takabari au jivuni. Yeah. Weza rejelea hiyo ya 4 vizuri. Upendo huvumilia. Upendo huvumilia. Ufadhili. Ufadhili. Upendo hausudi. Ya upendo hausudi. Hauoni wivu. Upendo hauoni wivu. So wakati naona niko na wivu, wakati unaona uko na wivu, jua hauko katika upendo na hauko katika adabu, hauko katika good behavior. Naona naweza imalizia. Upendo au tabakari au jivuni. Yangu inasema upendo uvumilia. So saa zingine hata katika kanisa la watakatifu watu pungukiwa. Samueli, elewa hii, Samueli alikuwa wamepatana na Sauli kwamba atakuja kutoa dhabihu wakati fulani. Samueli akachelewa kidogo. So Sauli alipokuwa yuko na alikuwa hana nidhamu, hana adabu, akatoa ile dhabihu ya uoga, aliogopa watu. Then wezaona upendo uvumilia. Sauli hakuweza kuvumilia. So nikiona siwezi vumilia, mpendwa mtakatifu mwenzangu, nijue sina upendo. Kama huwezi vumilia, una upendo na hauna adabu, kwa sababu na kitu Mungu ameandika hapo, hii discipline, ino adabu inaingiana na upendo. Na kama hauna upendo hauna adabu. Na kama hauna adabu hauna upendo. Na kama hauna adabu hauna amri za Mungu. Hizi kuu. Mpende jirani yako kama nafsi yako. So kama hauna adabu hauna hiyo. Maana hiyo ni upendo. So wezaona hii chain venye inaenda. Wezaona venye inazaa. Ni kutokuwa tu na adabu. Mimi nisiwe na adabu kanisani, basi naambiwa pia sina upendo. Na katika upendo ina maana pia katika Marko 12 mstari 29 mpaka 32, ina maana katika hizo amri kuu ambazo Mungu amepatiana zote nimezivunja. Weziona kutokuwa na adabu, indiscipline, inanifanya nivunje amri kuu kwa sababu hautakuwa na upendo. Na ukivunja hizo amri hakuna utakatifu. Vile zinaoana. Weziona adabu tumba ya kanisani, upendo umeondoka. Na upendo ukiondoka, utakatifu umeondoka. Ya 13 mstari wa 4, upendo uvumilia, upendo ufadhili, upendo ufadhili. Sasa mpendwa, ni ujichunguze. Mwaka huu ni mwaka mmoja wapo wa kujichunguza. Jichunguze kweli. Kabla mwaka uende mbali, kabla uende maili ndefu sana katika wokovu wako, jichunguze. Kwa sababu hata watakatifu waliambiwa na Paulo, waliambiwa nyinyi watakatifu jichunguzeni. Ndani ya kanisa la Wakorintho wakaambiwa jichunguzeni. So jichunguze katika upendo. Upendo uvumilia. Je, unavumilia? Upendo ufadhili. Je, unafadhili? Je, mimi nafadhili? Upendo hauoni wivu. Je, niko na wivu katika sekta yote na ndugu yako? Katika chochote kile ambacho Mungu anamfanikisha, je, niko na wivu? Mungu anataka ujichunguze na nijichunguze. Hauna majivuno. Je, uko na majivuno? Je, niko na majivuno? Kwa sababu upendo hauna hizi. Lakini kama niko na hizi, basi namaanisha siko katika upendo na siko katika adabu. Majivuno, kutokufadhili, kiburi. Hauna kiburi. Upendo hauna kiburi. So wakati niko na kiburi, jua sina upendo. Napoteza upendo. Hata kama umeokoka
basi mwanadamu ugafilika. Waweza pata sehemu fulani umegafilika ukaonesha kiburi. Mungu anataka utambue hiyo, ugeuke haraka. Ukiri mbele za Bwana, uachane naye, utubie, kuacha na kutokwenda katika ile njia, ili kuendelea katika safari ya wokovu. Lakini kama nitaangalia niko na kiburi na bado niko tu sawa na hicho kiburi, na ukielezwa bado uko tu sawa na hicho kiburi, hata kuna uwezekano hujapokea Roho Mtakatifu. Hilo ni somo tutakuja kuangalia. Kuna uwezekano hujapokea Roho Mtakatifu. Kuna uwezekano umekubali neno kama watu wa Samaria, Matendo ya Mitume 8. Umekubali neno ukabatizwa kwa maji, lakini kama hujapokea Roho Mtakatifu. Mpaka Petro na Yohana walipokuja wakaangalia matunda, wakawaekea mikono, wakapokea Roho Mtakatifu. So kuna uwezekano hii period kuna uwezekano. Si mara kwanza ishafanyika hiyo. Jichunguze. Nami nichunguze sana. Kama ilitokea hapa, itashindwa kutokea kwako na kwangu. Jichunguze. Hilo ni somo tutaliangalia, lakini kitu ambacho Mungu anasisitiza ni kwamba upendo hauna kiburi. Kama niko na kiburi, kama uko na kiburi ni kwa juu ya neno la Mungu. Kiburi ni kwa juu ya watumishi wa Mungu. Mungu akisema waheshimu wazazi waliokuzaa. Tunazaliwa kimwili na wazazi wetu wa tumbo, na tunazaliwa kiroho na neno la Mungu kupitia watumishi alioweka mbele zako na mbele zangu. Mungu anasema watii. Kama uko na kiburi kwao, then Mungu anasema una upendo, na mimi na wewe hatuna adabu. Hatuna adabu. Mstari wa 5. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 5. Haukosi kuwa na adabu. Haukosi kuwa na adabu. Unaona adabu? Adabu imeunganishwa na upendo. Adabu imefunganishwa na upendo. Upendo haukosi adabu. Ukiona mtu ambaye hana adabu kanisani, huyo mtu hana upendo. Na huyo mtu hayuko katika course, hayuko katika njia ya katika amri zile mbili kuu za kumpenda Mungu na moyo wake wote, akili yake yote, nguvu zake zote, na kumpenda jirani yake sawa na nafsi yake. Na moment ukiwa uko nje ya laini hiyo, then waelekea jehanamu wewe. Mimi naelekea jehanamu, kwa sababu upendo inaunganishwa na adabu. Ndio maana unaona unafiki mwingi sana makanisani siku hizi, ni kwa sababu hakuna upendo. Na kama hakuna upendo, adabu, indiscipline itaonekana. Adabu itakuwa hakuna, itaonekana tu. Naamini Mungu sahihi anafungua macho yako na anafungua macho yangu. Nikikaa mahali katika ushirika, hata kama umealikwa, hata kama hapa umeona huyu asikizani na huyu ampendi huyu, tayari hata kama umeokoka, tayari unaona kitu ambacho Mungu anakuonyesha kwamba hapa kuna kitu ambacho kimekosa, ambao ni upendo. Ndio maana hapa kuna hii adabu hakuna. Nikiona kanisa halina upendo, najua halina adabu. Ukiona kanisa halina adabu, jua halina nini? Halina upendo. Hata kama kutonesha upendo, jua hakuna upendo hapo, ni upendo wa kinafiki. Lakini kanisa lenye adabu liko na upendo. Au utatafuta upendo, utauona tu. Na kanisa lenye upendo liko na adabu. Na kanisa ambalo halitaki adabu huwa halitaki upendo. Na kanisa ambalo aliwezi kusema hatutaki upendo, huwa anasema behavior hapa, wewe feel at home, usimkemee mwenzako, usimkaripia akikosea, jua hapa hakuna upendo na hakuna adabu. Hizo mbili. So leo ukiingia mahali popote umealikwa, ukiona wanawake venye wanavaa, jua hakuna adabu. Najua nyuma yake hakuna nini? Hakuna upendo. Kwa sababu upendo wa kweli, nitakukalisha chini nikwambie, binti, Mungu anapenda maisha yako. Na Yesu amesema katika Mathayo 5:27-28 kwamba mwanamume akimwangalia mwanamke kwa kumtamani amezini naye. Kwa nini? Kwa moyo. Ukivaa hivi, huku umebanwa, huku kifuani pia umebanwa, alafu hapa umekaa hii
uzazi wako unaonekana. Hapa kuna wanaume, wewe unakuwa chombo cha kuingiza hawa wanaume katika dhambi ya usherati. Waona? Alafu wale wakichomwa, wewe pia utachomwa. So vaa vizuri. Huo ni upendo. Waona, huo ni upendo. Umeokoa nafsi ya huyu dada na umeokoa nafsi ya hawa wapendwa. Okay, semi dada kama ameokoka, dada kweli. Lakini kama hajaokoka nasema hiyo nafsi ya huyo binti itakuwa umeokoa, kwa sababu atajua, alafu atajistiri. Alafu nafsi yake haitakuwa sababu ya kufanya watu wazini na yeye. Then umempenda. Alafu adabu itakuwa ama itakuwa? Itakuwa, kwa sababu atavaa vizuri, adabu itakuwa. Umeelewa mahali umsororo unatoka? Na upendo ni mtu atakwambia ukweli. Huo ni upendo. Upendo, love lazima itajudge. Love itajudge. Mungu ni upendo. Na Mungu anahukumu. Yes, Mungu anahukumu. Mungu anahukumu. Yuko na ziwa la moto na yuko na paradiso. Anahukumu kwa sababu yeye ni upendo. Na upendo lazima utahukumu. Hiyo ndio adabu. So wezaona sasa mtu akija kukurekebisha, yani uone huu ni upendo kabisa. Upendo. Akikurekebisha kwa haki. Akikurekebisha kwa unafiki, kaa chini, tafuta mwingine mkae chini, tafuta mwingine mkae chini, mpaka unafiki uonekane. Ili yeye pia atambue na apate toba. Yangu inasema haukosi kuwa na adabu. So upendo haukosi kuwa na adabu. Adabu ni behavior. Hautafuti mambo yake. Hautafuti mambo yake. Mfano, na niko mali hapa, napiga mahesabu venye nitapata pesa, piga mahesabu venye nitachukua pesa kutoka kwa mfuko wa mtu, na kutabiria vitu ambavyo hata haviko. Ni kitu nataka, sinataka pesa. Si ndio? Basi upendo haufanyi hivyo. Na mtu ambaye anafanya hivyo, huyo mtu hana upendo na hana adabu. Ndio utajua wachungaji wa kweli ambao wana upendo, ambao wanapenda nafsi za watu. Wachungaji ambao hawapendi nafsi za watu utawajua kwa sababu hawana adabu. Watakwambia toa pesa nikutabirie. Then hiyo si adabu. Yesu hakufanya hivyo, mitume hawakufanya hivyo. Hawakuenda kwa milango ya watu kabisa wakamwambia toeni pesa tuwatabirie. Hawakufanya hivyo, walitumwa. Na wakitumwa walijua wametumwa na Mungu, na lazima wapeane utabiri bure. Bure. Si umepo ujumbe na Mungu kwa ajili ya maisha yangu, then yafaa nikulipe nini ndio uniambie? Wewe ndio umepewa na Mungu, niambie basi. Ndio unaona wachungaji hakuna adabu, na kama hakuna adabu basi hakuna upendo. Haitakuwa tofauti na wao akifanya hivyo, na mimi niko hapa pia sina adabu kwa njia nyingine ambayo iko tofauti na hiyo, na wewe pia. So sana sana watu tuna point vidole, unaona kanyari, unaona huyu, unaona yule. Lakini sawa, hivyo vidole tena virudishe kwako. Niangalie, je, niko na kiburi? Niko na upendo? Niko na msimamo? Watu wanaongea kuhusiana na mimi vibaya, watakatifu. Naweza kuwa mbaya zaidi ya huyo kanyari. Mimi na wewe kama tutaona makosa yetu, hiyo inakuwa unafiki. Hautafuti mambo yake, haukasiriki upesi. Adabu, watu wenye adabu wakasiriki upesi, na hao ndio watu wenye upendo. Kino kuna mtu unaongea naye amekasirika ni upesi, huyu mtu hana upendo na hana adabu. Upendo haukasiriki upesi. Haukasiriki upesi. Stefani alipopigwa mawe alikasirika. Wewe umepigwa mangapi? Mbona unakasirika? Mbona unakasirika? Wewe umepigwa hata moja hujapigwa. Stefano alipigwa mara mbili, alipigwa ya kimwili na akapigwa ya kiroho. Alikuwa anatukanwa. Alikuwa anadhiakiwa, imani yake ilikuwa inadhiakiwa. Alipigwa ya mwili na kiroho. So useme mimi pengine napigwa na ya kiroho. Yeye alipigwa ya kiroho. Yesu Kristo alipigwa ya kimwili na ya kiroho. Na kukasirika. Na huyo Yesu ndio yuko ndani yako, na kama yuko ndani yako basi ufai kukasirika upesi. Una mambo mengine umeokoka miaka 2, 3, hata mwaka mzima, kitu ambacho hata mwenye dhambi hawezi kasirikia, wewe unakasirika.
Inashangaza. Ama kitu ambacho hata mtu aliyeokoka leo ama jana, mimi nimeokoka pengine miaka 2 ama mwaka mmoja, wewe unakasirika. Mtu aliyeokoka leo ama jana hata kasirika, inamaanisha kuna na kushangaza kweli. Adabu. Haweki kumbukumbu ya mabaya. Upendo haweki kumbukumbu ya mabaya, na hiyo ni adabu. Kuwa na adabu haweki kumbukumbu ya mabaya. Hii haimaanishi, elewa, hii haimaanishi kwamba mtu akikosa ubaya ule ule asikumbushwe. Elewa hii tafadhali. Tunasema iweke kumbukumbu. Lakini ukija kukosea lile lile tena, ukose lile lile tena, wewe unakumbushwa, unaona ulifanya hivi. Hii ni mojawapo ya tabia ya Mungu. Waisraeli Mungu aliwasamea, si ndio? Akawatoa kwa mkono wa Farao, si ndio? Lakini walipokuwa kiasi, Mungu alikuwa anarudi wapi? Anawaambia nyinyi ni shingo ngumu tangu wapi? Tangu kule. Mungu alikuwa anawakumbusha. Kwa nini anawakumbusha? Wao ndio wanafanya Mungu afanye nini? Awakumbushe kwa kurejelea uovu ule ule. Lakini kwa Mungu akikusamea amekusamea. Sasa ukirudia ule ule tena, Mungu anakuambia wewe ni kichwa kigumu tangu huko. Hapo nasema Mungu simesema ukumbuke, mbona unakumbuka haya? Ukialeta Mungu atakukumbusha, atanikumbusha. Mungu anasema anafuta kumbukumbu zetu, anazifuta. Kweli anafuta, ni sawa. Lakini kuwa na uhakika hivi. Watu wengi amewaambia hivi. Amewaambia kule jangwani mliniudhi mara 10. Mlimuudhi roho wake. Anaonyesha kule jangwani na wako huko kwa Yeremia. Wako huko kwa Samson. So ni wakati mwanadamu ataanza kurejelea ule uovu, ndio anafanya Mungu sasa anamkumbusha ule uovu kwa akimwadhibu. So saa zingine mweza kwa mkutano uko na tabia ambayo imeendelea. Alafu hata mpendwa pengine alikusamea, lakini ukaendelea katika ile tena, ukaendelea unaendelea. Alafu anakukumbusha sasa. Unasema mbona unanikumbusha hii tabia? Wewe si ulinisamea? Yes, alikusamea, lakini ukiendelea kuirudia ni tabia ya Mungu, anakukumbusha. Rahab anaitwa kahaba. Rahab tuamsoma kahaba kwa ukoo. Huko kwa Joshua 2 kahaba. Sawa. Anaokolewa, anatolewa huko. Lakini pia tukija kumuona katika maandiko ya Agano Jipya bado anaitwa Rahab kahaba. Yakobo inasema hivi, kwa imani na matendo yake alihesabiwa haki. Anaitwa Rahab yule kahaba, Rahab the harlot. Na yuko pale kwa Yesu Kristo pia. Natumai pia hapo ametoka kama kahaba. Ama hajaitoka, ameitwa Rahab peke yake. Katika James ameitwa kama kahaba. Aona. So kile kitu ambacho nasisitiza, Roho wa Mungu anasisitiza ni kwamba Mungu anakumbuka kile ambacho utakirejelea mbele zake, ambacho amekusamea. So huo ni mojawapo wa upendo. So nikiwa na tabia ambayo imeenda, alafu bado naendelea nayo, Mungu anakuruhusu unikumbushe hii tabia kule niliyokuwa nayo, ili nione nihuzunishe kweli. Na kuhuzunishe kweli. So upendo unaenda na adabu. Na tukiangalia kama una adabu, hauna upendo na una amri za Mungu. Waweza soma Marko, upendo unaenda na adabu. Adabu inaenda na upendo, Marko 12. Marko 12 waweza anza 29. Marko 12 mstari wa 29.
Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Endelea. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Mpaka hapo Mungu anasema, Yesu anasema mpende Mungu wako. Mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nafsi yako yote, kwa akili yako yote. Mpende Mungu wako. Hiyo ndio amri kuu ya kwanza. Mpende Mungu wako. 4 za kwanza katika amri 10. Mpende Mungu wako. Na nitasoma tu Korintho, waweza baki hapo. Nitasoma tu Korintho 13 mstari wa 5. Haukosi kuwa na adabu. Upendo haukosi kuwa na adabu. So Yesu anasema kwamba upendo uko na adabu. Na upendo tunaona ni amri kuu. So kama sina adabu, ina maana hata hiyo amri na ubiri ama amri wa ubiri hauna nini? Hauna. Ninasema mimi niko katika amri za Mungu, naangalia sabato ya Bwana, lakini kama una adabu na amri imeshikana na nini? Imeshikana na upendo, na upendo imeshikana na amri na adabu. Upendo wa Korintho wa kwanza 13:5. Na maanisha upendo haukosi kuwa na adabu. Waelewa? So tuko na upendo juu, alafu chini kuna amri, sawa. Alafu kuna adabu. Ama kuna adabu, alafu kuna upendo, alafu kuna amri. Natumai hivi ndio itakuwa rahisi. Kuna adabu, alafu kuna upendo, alafu kuna amri. Kuna adabu. Natumai sijui ni hivi. Adhabu. Adhabu. Okay, kuna adabu. Nini? Adhabu na tutoe. Sawa. Hiyo ni adabu. Sawa? Tuko na adabu, alafu chini kuna upendo. Sawa? Alafu chini ya upendo tumeona kuna nini? Amri. Sawa. Adabu, asante. Upendo, alafu amri. So kama hauna adabu, ina maana hauna nini? Hauna upendo na hauna nini? Hauna amri. Umeelewa? So naweza kuwa najihesabia hapa. Mimi naika amri za Mungu, lakini kama una adabu, kama kuna kiburi, sawa, kama kuna jeuri ama upotovu wa nidhamu yoyote, Mungu anakuambia, anakuangalia na hizi ngazi 3. Anasema wewe kwanza hauna adabu, ama mimi sina adabu. Alafu anasema kwanza hauna upendo, apoteza hata upendo. Alafu amri ile ambayo unafikiri uko nayo hata ufanye nini? Hauna. Ndio maana mashirika mingi yale ambayo anakataa amri, wewe uko na adabu, huwa hayana adabu, kuanzia mavazi, kuanzia nywele, kuanzia ule uchafu unaendelea, kuanzia ulevi unaendelea, huwa kuna uchafu kule ndani mkali kabisa, hata kiasi ya kwamba ukisikia utatoka na machozi. Ni kwa sababu gani? Ni watu ambao wanapinga amri na mioyo yao yote. Na mtu yote ambaye analeta amri inakuwa kama threat. Inakuwa kama threat ni nini kwa Kiswahili? Inakuwa kama tishio. Asante, inakuwa kama tishio. Kwa sababu hawataki kuja hapa kwa adabu, discipline. Hawataki kuja kwa behavior. Niko very sure kwa mtumishi wa Mungu wa kweli ambaye ameyapokea haya, achukuliwe, alafu apelekwe kanisa moja
la haya ya leo, ya kileo, haya yamejaa kabisa. Alafu ambiwe sasa kuanzia leo huyu ndio mtumishi kwa uwezo wa Mungu atawahudumia. Washirika watakimbia. Washirika watakimbia. Anze kuhubiri adabu. Na kwa adabu lazima kuwe na nini? Okay, hapa ni kando kabisa. Ni nini wao inakuja? Toba, adabu, amri. Kizazi hakitaki kusikia. Na shetani amefanya watu wasitake kusikia. Ametaka wasikie kitu ambacho inaitwa grace, inaitwa cheap grace. Neema. Vile tulikuwa tunasikia kwamba unajua wale watu wanasherehekea tarehe 25 jambazi lilitolewa. Na tukashika wengine jambazi lilitolewa. Kumbe tukifuata polepole kwa maandiko, tunaona ni Yehoyakim, ndugu yake Yesu Kristo, hata si jambazi, mfalme wa Yuda. Lakini kuna huku jambazi wapata kuelewa ni wengine wanasema Baraba, wengine lakini wanaiunganisha na hii kuzaliwa kwa Yesu, lakini Baraba hakutolewa tarehe hiyo. Baraba hakutolewa na Yesu Kristo tarehe hiyo. Sasa wanamaanisha huyo Yehoyakim. Lakini tukatambua kwa uwezo wa Mungu polepole, kumbe haya yote ni mbinu ya shetani kutokuona kile ambacho kimefanyika mwezi wa 12 ni kuwekwa huru kwa wafungwa wa dhambi. So pia hapa hii neno toba, adabu na amri, kizazi hiki hakitaki kusikia. Hakitaki. Lakini watu ambao wanakumbatia haya, ikiwa unakumbatia haya na unakubaliana nayo kwa uwezo wa Mungu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, waleta matunda ya haya, wewe ni mbarikiwa. Na uwe kweli uko kwa adabu. Na hata kama haiko sawa kwa kugafilika, lakini uko na moyo wa kubadilika zaidi na zaidi kuingia katika vipimo ambavyo Mungu anataka. Ndio uko bora, uko sawa kwa uwezo wa Mungu. Adabu inashikana na upendo, na upendo inashikana na amri. Hiyo ndio mariko. So unaweza kuweka amri kuu ya kumpenda Bwana Mungu wako na kwa moyo wako wote, nguvu zako zote, akili zako zote. Kama una adabu, unaweza? Hauwezi. So ukisema unaweka amri za Mungu, nataka nione adabu kwanza. Nitajua tu katika adabu. Ndipo Yesu anatuweka very clear, anasema mti kwa matunda yake utaujua. Kama una adabu, hauna amri na una upendo. Na waweza endelea Marko 12 bali umefika 30 na meza malizia. Na ya pili ndio hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Hivyo ndio Mungu anasema. Yesu anasema hivyo, mpende jirani yako sawa na nafsi yako. Wapendwa, huwezi kumpenda jirani yako sawa na nafsi yako kama kwanza hujapata Roho Mtakatifu na ukaandikiwa hizo amri katika moyo wako na akili yako. Yaani kama hujaokoka. Sisi ambao kwa uwezo wa Mungu tumeokoka, na wale ambao pia bali ambao wameokoka wako na hilo amri. Sasa wanafaa waendelee kutembea kwa nini? Adabu. Na usifanye makosa kwa kusema niko na amri na sasa naweza kutembea katuko hii. Nisiwe na nidhamu ama nisiwe na adabu. Mungu ako na uwezo wa kufuta jina lako katika kitabu cha uzima. Mungu ako na uwezo wa kukuchapa na kukuchapa. Mungu ako na uwezo na kukwambia sasa wale wanaotenda dhambi kwa maksudi, hakuna dhabihu ya mwana wake inafanya nini? Inabaki, bali kungoja moto wa milele kukuteketeza. So naamini ushirika ambao umejengwa kwa hii, waliokoka katika toba, katika adabu, katika upendo na katika amri za Mungu, huu ni ushirika ambao Mungu anapendezwa nao. Huu ni ushirika ambao Mungu afichi uso wake, anafungua uso wake na sikio lake liko tayari kusikia kilio cha watoto wake ambao ni wenye haki. So haya ambao Mungu ameandika hapo kwa ubao, yaangalie. Na kama basi sijakuwa na adabu, basi Mungu ananiregesha katika kutubu.
nigeuke kutoka kwa hiyo kutokuwa na adabu. Manake mitume venye walikaa, Mungu anataka tukae hivyo, tufanane na Paulo, tufanane na Timotheo, tufanane na Petro, tufanane na Yesu Kristo. Na ni hiyo adabu, upendo, amri. Hizi mbili ziko hapa kwa Mungu na hapa chini kwa ndugu yako neighbor. Hata watoto wetu wadogo, hii ni neema kubwa Mungu anatufundisha. Watoto wetu wadogo, hata wale wamekuwa wakubwa, kwa neema ya Mungu, licha kuwa wakubwa wanasumbua, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu anataka wewe kama mzazi uwe na hiyo chat wako. Hii chat iwe tu kwa moyo wako. Mtoto hata kama hajafika umri wa kuokoka, ama amejua mema na mabaya, hata kama hajafikia uokovu, ni vyema umuongoze kwa adabu ya kujua amri 10 za Mungu. Akifikia kuja kuokolewa, atakuwa amepata toba, ama akifikia kuhubiriwa, atakuwa maisha yake yote yamekuwa nini? Ya toba. Itakuwa tu imebaki kitu kimoja ambacho Yesu anamwambia, nenda ukauze yote uje unifuate. Imebaki kitu kingapi? Hiyo ni neema. Kuliko uachilie waingie katika miadarati, waingie katika usherati, waingie katika machafu mingi, wizi, alafu iwe sasa ni toba katika wizi, toba katika usherati, toba katika ulevi. Iwe ni toba. Lakini wakianza wadogo, ama hata mahali wamefikia, amri za Mungu, hata kama hawajaokoka, lakini wapate haya mafundisho, na polepole uchafu unazidi kuondoka. Wakija kukaa na watumishi wa Mungu, inakuwa vile Yesu anamwambia yule mtu, anasema haya yote nimekuwa nikiyafanya. Yesu anamwambia basi bado kitu kimoja. Basi inakuwa tu bado kitu kimoja, of which ni kuachilia hicho kimoja kwa uwezo wa Mungu. Yesu aingie ndani yake, awe mfasi wa Yesu Kristo. Wewe inaweza kwa sermon 2, wewe na sermon 1. Tuamini, tushukuru Mungu uliyeziumba mbingu kwa ziumba hata nchi. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, umetujuza mengi kuhusiana na adabu na nidhamu Bwana. Mungu atustahili atakuwa yajua haya, tuhurumie. Mungu nifanye mtu mwenye adabu Bwana, kama vile mitume Bwana. Mungu nenda ukafanye kila mmoja aliye mahali hapa Bwana, Maithia Petro na hata wengine wote Bwana, kuwa na nidhamu mbele zako Bwana. Mungu umetuonyesha jinsi nidhamu ilikuwa katika mitume, na venye ilikuwa ni mzigo wako kwa Paulo, kwa Timotheo Bwana. Umetuonyesha Bwana hata ilikuwa ni mzigo wako kwa Mika Bwana. Walipokuwa na behave vibaya, ulikuwa unafunga masikio yako na unaficha uso wako Bwana. Mungu hurumia hichi kizazi chetu Bwana. Mungu tutumie kwa neno lako kuondoa hii chachu ambayo Bwana inaonekana Bwana imelemea kizazi hiki Bwana. Mungu tukumbushe maneno haya Bwana: toba, adabu, upendo, amri za Mungu. Tuhurumie Bwana. Mungu tusaidie tusilegeze kamba Bwana, katika nafsi zetu na hata katika nafsi za wengine Bwana. Mungu, katika upotovu wa nidhamu katika ushirika wako Africa Repent Kenya, pengine hata Africa Repent Tanzania Bwana, na mashirika mengine ya kweli Mungu, katika upotovu wa nidhamu Bwana, nenda ukatuosha, ukatusafishe na ukatusaidie Bwana. Mungu hurumia Afrika kwa jumla Bwana. Makanisa ya Afrika Bwana yana nidhamu Bwana, yamepoteza adabu Bwana, yamepoteza upendo. Wachungaji wanakanyagana chini, wengine wanakanyagana tumbo, wengine wanakula nyoka Bwana, wengine wanalisha wengine panya, wengine wako kwa usherati Bwana, wengine hata wanaoshwa sehemu zao na watumishi Bwana. Wengine Bwana wanakutana kimwili Bwana ili wapate kupeana
nguvu zao kwa wale ambao Bwana wako chini yao Bwana. Wengine wamekubaliana hata na ushoga Bwana. Wengine wamelikubaliana na ulesbian Mungu. Atasema kanisa sinagogi ya shetani Bwana. Mungu nenda ukasafisha Afrika na hata ulimwengu mzima Bwana. Tusaidie tuwe watu wa kurekebishwa Bwana. Katika mwaka huu 2026 Bwana, hata katika mafundisho yako Bwana ya New Testament Bwana, nenda ukaonekane Bwana. Nenda ukamkemea yule mwovu katika jina la Yesu Kristo Bwana. Familia zetu tunazikabidhi mikononi mwako tu ya Bwana. Tumeomba na tukishukuru. Amen. Sema neema. The grace of our Lord Jesus Christ. Fellowship of the Holy Spirit. Baba yetu, Baba what any prayer from you, but us forgive us, make us ask you us to do temptations. And deliver us from evil, for Christ the kingdom, power, and glory forever.